Sasa wanangu bwana, leo kuna tambala moja nilikuwa nataka niwapashe habari kulihusu. Ili tambala linaitwa Send Help, limetoka mwaka 2026. Ndani ya hii movie kuna mwanadada anaitwa Linda Ridley. Huyu mwanadada ni mchapakazi mmoja mzuri sana. Anaamka asubuhi mapema, anafika ofisini, yuko muda wote yuko busy kupiga kazi. Yaani kitu ambacho kilichomfanya mpaka bosi wake kumpenda na kumwahidi kumpa promotion. Lakini sasa kilichotokea ni kwamba huyu mwanadada licha utendaji kazi wake wote, watu hawamheshimu pale ofisini, wanamchukulia tu kama vile kivuli. Yaani wanamu-underrate kwa lugha nyepesi. Sasa bosi wa hii kampuni anafariki dunia na sasa mtoto wake anakuja kuishikilia hii kampuni kama CEO. Sasa kumandareti huko anampa mtihani huyu mwanadada kwamba ukiweza kufaulu mtihani basi hiyo promotion yako naweza nikairudisha. Wanapata safari ya dharura kusafiri kuelekea sehemu. Lakini sasa kwenye safari inatokea ajali ya ghafla ya ndege. Ndege inaanguka baharini na wote wanajikuta sasa wametupwa na maji katika kisiwa. Unajua bahari ikae na uchafu Sasa kwenye kutupwa kwenye kisiwa kinachotokea ni kwamba inabidi wa survive kwa sababu hicho kisiwa kipo mbali na binadamu na msaada haupatikani kwa haraka. Kwa inabidi waanze kusurvive. Katika kusurvive kule ndio unaambiwa ile asifaa kafaa. Sasa huyu mwanadada licha kwamba yeye alikuwa anapenda sana maisha ya survive. Yaani kuna clip alikuwa anapenda kujirekodi kwamba anapenda maisha ya kusurvive nini, mambo ya hapa na pale. Yaani kiasi kwamba yeye kwenda kuangukia kwenye kile kisiwa ilikuwa kama ni kwake ni bahati na jambo ambalo alikuwa subiri kwa muda mrefu. Sasa utajiri yeye kwake anaona kama mieyusho fulani hivi, yani mimi tena kuanza kuishi mazingira fulani ya kusurvive sijui nini, alafu mimi mtoto kitajiri. So unajua watoto wakishua. Sasa yule jamaa akawa anafanya jitihada zote kuja kutafuta msaada, lakini yule dada yeye hataki kutafuta msaada kwa haraka, anataka endelee kukaa pale kwa sababu ni maisha ambayo yamempa amani kubwa sana. Sasa kilichotokea ni kwamba Yeah, you're so fired. Oh, am I? Yeah. Oh no. Jamaa anataka kuleta ubosi mpaka kwenye kusurvive kiasi kilichosababisha vurugu za hapa na pale nini. Huyu mshikaji alikuwa na mpenzi wake. Sasa ule mpenzi wake ilibidi aanze kumtafuta baada ile ajali kutokea. Kwenye jitihada za kumtafuta mpenzi wake akagundua kwamba kuna kisiwa huenda ameanguka. Sasa katika hicho kisiwa yule dada kwenye harakati zake za kusurvive kutafuta misosi, kutafuta nini kuna kule, akafanikiwa kumuona yule dada akati anakuja kumtafuta huyo mshikaji wake. Sasa baada ya kumuona dada kutaka kabisa ajue kwamba wao wapo katika hichi kisiwa, kwa alificha ile siri na hakuweza kumwambia yule mshikaji, kiasi kwamba kama angeweza kumwambia yule mshikaji maki angetoka kwenye kile kisiwa ile dada, kitu jambo ambalo alikuwa hayuko tayari nalo. Sasa yule dada alikuwa na hamu sana kwenda kumuona mpenzi wake kwamba kumbe mpenzi wangu yupo hai, basi nenda ukanionyeshe. Sasa yeye alikuwa hayuko tayari kwa sababu anajua akiweza kuonana hawa wataondoka na huenda kwenye kuondoka kwao mimi wakanitelekeza kwa sababu wanipendi. Sasa alichokifanya udada ni kuingia roho ya kinyama sana, akaamua kumsababishia kifo yule dada mwenzie. Nikwambie tu kwamba hii movie ina vitu vingi sana vya kufikirisha na vya kufundisha kwa wakati mmoja. Hebu nenda kaicheki utaweza kugundua nini kipo ndani ya movie. Ni bonge moja la movie, bonge moja la kazi ambalo limetoka mwaka 2026.